Tottenham Hotspur imekomesha ukame wake wa kupata mataji makubwa mara baada ya miaka 17. Hii imetokea baada ya kuwafunga Manchester United goli 1-0 katika fainali ya Europa League iliyochezwa jana. Na kiungo mshambuliaji wa klabu hiyo Heung-min Son pia naye amekomesha ukame wake wa makombe na apata taji lake kubwa la kwanza tangu ajiunge na klabu hiyo ya Tottenham Hotspur mwaka 2015. Kwa hivyo kuanzia mwaka 2015 mpaka sasa hivi ni miaka takriban miaka 10. Kiungo huyo mshambuliaji wa Tottenham Hotspur ndio amekamilisha safari yake kupata taji, na hivyo ikumbuke anaungana na baadhi ya wachezaji wenzake ambao wamekosa kombe hilo, makombe makubwa na klabu hiyo kwa muda mrefu, na kwamba hii ni message kwa Harry Kane, kwa sababu Harry Kane ameondoka hapo Tottenham Hotspur kwa ajili ya kuona klabu hiyo anataka changamoto nyingine, maana ameishi kwa Tottenham Hotspur kwa muda mrefu sana bila kupata taji lolote. Ndio maana jana wakati wakishangilia kina Heung-min Son alikuwa anashangilia mpaka anatoa machozi, yani maana yake ameonekana Harry Kane kama namna fulani kawasaiti wenzake, kwa sababu ameshindwa kuvumilia muda mrefu, lakini wao wamevumilia na wamepata tena taji, sio taji la ligi kuu kama mwenzake alipata taji la kama Harry Kane alivyopata taji la ligi kuu ya Ujerumani. Wao wamepata taji la Ulaya, yani taji kubwa kuliko hata ya mataji ya ligi kuu. Hiyo kwa upande wa Heung-min Son, wachezaji wake wenzake ambao walikuwa muda mwingi pale Tottenham Hotspur wamemaliza ukame wao kwa kutoa taji hilo kwa muda, mataji makubwa kwa muda mrefu katika klabu hiyo ya Tottenham Hotspur. Ndio maana wameshangilia sana kuanzia kwenye vyumba vya kubadilishia nguo na sehemu mbalimbali, wameshangilia sana Tottenham Hotspur. Na hivyo hiyo pia message kwa wapinzani wao karibu na wanaishi mji mmoja, Arsenal the Gunners. Na Arsenal ikumbuke jana alikuwa anaombea Tottenham Hotspur wakose ubingwa, kwa sababu wanajua kabisa watasumbua katika mitaa yao ya London, watasumbua sana na watashangilia na kuwadhihaki wenzao, kwa sababu wao pia Spurs na wamekosa mataji makubwa kwa muda mrefu, na pia Arsenal pia hivyo hana mataji makubwa kwa muda mrefu sana. Kama